ameweka nguvu ya uumbaji kwenye kichwa chako. Mawazo yako yanaumba kile kitu unachotaka kesho. Wewe mfano mzuri tu. Nilikuwa siendi kwenye fikra leo. Umeshawahi kukaa mpaka saa 3, saa 4, saa 5 hujala chakula? Hujanywa chai? Ndio. Yeah? Ukiwa na shughuli zako unaendelea umejisahau, si inakuwa kawaida tu. Je, siku uliamua kufunga ikifika saa 2:30 unajisikiaje? Umechoka. Nini? Kichwa. Mind. That's the power of mind. Hawezi kuangalia kwa baadaye. Lakini melancholy, kutokana na kufikiri kwake hasi, anapata yote anayoyafikiri. Atafanikiwa sana kama atatumia uchambuzi wake katika kutafuta suluhisho. Yaani wewe melancholy ulioko hapa ukaona hili jambo hili ni baya, litakoma pale na pale na pale, usiishie kuacha. Songa mbele hatua moja, ufikirie nitafanya nini nipate suluhisho. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu sema me. I and myself. Yaani hiyo nayokuambia zote hizi 4 ni wewe na wewe na wewe mwenyewe. Ni swala ambalo hatuwezi kuvuka kama hatujaweza kumaliza hii hatua ya kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Sikitiko kubwa kwa melancholy, au mawili makubwa kwa melancholy, ni kutokuanza na kuyapata mabaya anayoyawaza. Sikitiko kubwa au jambo baya kubwa sana kwa sanguini, baya zaidi, ni kuanzisha vitu vingi bila mpangilio. Yaani kutokudumu kwenye jambo moja. Yaani hiyo ni baya zaidi. Kitu kibaya sana kwa choleric ni kung'ang'ania na kutokuambilika. Yaani hiyo ni mbaya sana. Phlegmatic, yeye kwake maisha ndivyo alivyo bwana. Maisha ndivyo alivyo. Yaani yuko katulia, hana hofu yoyote, anaenjoy maisha. Watu wengine nyewe mkimhurumia ni shauri yenu, yeye yuko poa tu. Biblia inasema mvivu hutamani hapati chochote, hali mwenye bidii hujaliwa riziki kwa wingi. Mithali 13:4. Phlegmatic kama ilivyo choleric ni kiongozi automatic. Wanasema ni born leader. Phlegmatic ni born lazy. Yaani yeye ni mvivu wa kuzaliwa. Phlegmatic anaridhikaga na hali aliyonayo. Nilisema ni moja ya spirit inayoshambulia sana Tanzania. Yaani sana. Kwa Tanzania tukaondolewa Tanzania leo tukapelekwa Kenya. Baada ya miaka 5 tutatamani kurudi Tanzania. Tanzania ina mabonde mazuri yaliyojaa rutuba, lakini wenyeji wa kule hawalimi kwa sababu wanaogopa kulima watalogwa. Tembea mahali pote, vijiji vyote kwa Tanzania, mtu akishalima akapata chakula kwisha. Na kazi afanye. Kwa nini? Maisha ndivyo. Tanzania akiajiriwa kwenye ofisi moja, ni wachache atafikiria namna gani afanye aboost yeye na ile ofisi. Na rafiki yangu mmoja alisema ukimwajiri manager wa bar Tanzania atakuimbia hata secret za bia. Ukamwajiri manager wa bar Kenya atapambana apimbie kwenye faida. Angalia kwenye ofisi haigeni Kenya na Tanzania. Ile competition ni wa
ni watu wachache sana wa Tanzania anaajiriwa mahali, alafu anaibeba ile ofisi au pale mahali kama pake, akiwa anajua kwamba nikiboost hii ikapanda juu na nimepanda juu. Wachache sana. Na wengi wakipata fursa ya kuiba, anaiba, huwa haibi faida, anaiba nini? Taji. Katika dominant spirit, hizi tabia pia pamoja na kuwa tunazaliwa nazo, huwa zinatawaliwa pia na maeneo. Lakini katika moja inayotawala Afrika na Tanzania ni phlegmatic. Mzee jirani yako, una vyanzo vingapi vya kipato? Hapo sasa kujibu kwa nini huna vingi? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kuna ile neno wasema sina nafasi. Neno sina nafasi nimechoka. Hebu jirani yako unalitamkaga? Sina nafasi nimechoka. Katika roho ambayo wote tunataka tuvunje, tuikane the spirit behind the phlegmatic. Hizi tabia zote, kuna tunda la Roho Mtakatifu na kuna adui anapush zile, kwa sababu zile udhaifu. Kwa sababu hizi tabia zina udhaifu na zina uimara. Kwenye udhaifu unaje kuomba shetani, yeye atapush tu. Katika uimara inabidi utumie na kufanya nini? Kuombe. Na katika tabia ambazo tunatakiwa tukemee phlegmatic. Hivi unajua kwa nini utajiri, hii watu wanasema wa Afrika, lakini sema wa Tanzania, hauvuki kizazi cha tatu? Yaani baba awe tajiri, alafu mtoto wake auendeleze, na mjukuu aje auendeleze. Mara nyingi hauvuki kizazi cha ngapi? Cha tatu. Kwa sababu huyu baba aliposota, anahakikisha watoto wake wote wawe phlegmatic, wasiteseke kama nani? Kama yeye. Na watoto ambao hawakuteseka kama yeye, hawajui chochote, wanazaa watoto ambao watatumia vizuri kuliko hata baba zao. Na matokeo yake kizazi cha 4 kikifika ni waanzilishi tena, kwa sababu kizazi cha 3 kimefanya nini? Tumalizie. Kwa sababu phlegmatic tunautengeneza. Okay, siendi kwenye malezi, lakini nataka niseme hivi. Kuna boys wakisimulia malezi, John usigie. Zamani ilikuwa unaomba Mungu Baba mpatie mtoto wangu mke mwema. Sasa hivi umebadilika, Mungu Baba mpatie mtoto wangu mume. Kwa sababu kuna boys hawajui kubadilisha balbu. Ana miaka 30 anaomba kebeni, mpigie fundi aje badilishe balbu. Yeye hata hana namba za nani? Safuti. Unajua kwa nini? Pale nyumbani mtoto akiwa atapewa deki, futa meza, osha vyombo, peleka sahani karoni. Sasa tunatoka mtoto akiume vipi? Kaosha vyombo. Sasa mtoto akiume anatumwa au ana watch na baba kwenye bila. Tumsifu Yesu Kristo. Rudi njoo kwenye utoto mtakatifu. Wengi ni wapi? Wakike wa kiume? Wakati tunajidanganya wa kiume wa watumishi, angalia idadi ya watumishi na idadi ya watoto wa kiume inalingana. Kitu hicho tunatengeneza phlegmatic kwa bidii. Tumsifu Yesu Kristo. Tunautengeneza na wanakuwa. Wewe mzazi ulioko hapa, watoto wako wanapokuwa nyumbani wanazama kupika wote, wakike na wakiume, au haskeli tu. Nguo zao nani anawafulia? Phlegmatic tunautengeneza. Tumsifu Yesu Kristo. Okay, leo niko kwenye uchumi, siko kwenye malezi. John, tuendelee.
biashara. Frank kama nilivyosema ni automatic wavivu. Kwa hiyo bila fimbo mgongoni ni wagumu kufanikiwa. Kwa sababu mbaya kabisa ni kwamba wanaridhika na kipato alichonacho. Yaani hicho alichonacho ndio anafurahia na kuridhika. Okay, toshikeni na mlichonacho.